Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 2025, imeweza kusalia siku chache uchaguzi mkuu uweze kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania. Ila leo hii jambo zito ambalo Tanzania wengi wanazidi kulizungumzia ni kutokana na kile ambacho Wakenya wameweza kukosoa katika mitandao ya kijamii. Mtazamaji wangu, leo hii kumeweza kutokea tukio la kukamatwa kwake Mheshimiwa John Heche, ambaye aliweza kuwa na ukaribu mwema na Wakenya kipindi na wakati ambapo alikuwa yupo mstari wa mbele kwa ajili ya kuhudhuria mazishi yake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Vile mtazamaji wangu, leo hii kwa mara nyingine Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kupata ushindi awamu ya kwanza dhidi ya kesi ya uhaini, jambo ambalo limeweza kuwapa matumaini wa Tanzania wengi kuhusiana na uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu. Vile mtazamaji wangu, hivi sasa habari kubwa zinazozidi kugonga vichwa vya habari ni magari ya maafisa wa kipolisi yanayozidi kuonekana kuzunguka mikoa mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha ulinzi na hata kujaribu kusimamisha jaribio la maandamano ya vijana Gen Z kwa ajili ya kujaribu kutofanikisha uongozi wa serikali ya awamu ya 6 kwa mara nyingine kuingia Ikulu kuhudumu kama viongozi wa serikali ya awamu ya 7. Mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, itakuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike video hii ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, gumzo nzito hivi sasa linalozidi kuendelea kujadiliwa katika mitandao ya kijamii ni kutokana na kipande cha video cha magari ya maafisa wa polisi yanayozidi kuonekana mikoa mbalimbali na hata maeneo yanayoaminika kuwa maeneo sugu, ambayo vijana wa Gen Z wanazidi kuratibu kuanza maandamano yao siku ama tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Mtazamaji wangu, wanaharakati wengi wameweza kukosoa hili wakidai kwamba hatua ya magari ya maafisa wa polisi kuonekana katika mitaa ama mikoa ni jambo ambalo linazidi kutia hofu kwa wale wote wapo na nia ya maandamano ama hata wale wote wanaotaka kushiriki zoezi la upigaji kura. Ila ni kiongozi gani wataweza kumpigia? Swala hili wa Tanzania bado wanazidi kulizungumzia kwa undani, kwani Mheshimiwa Tundu Lissu alichokuwa ameweza kukiratibu kukifanya kipindi na wakati ambapo atakuwa akiwania kiti cha urais, ni vyama vingine vyote vya kisiasa vitaweza kutolewa, ijapokuwa chama cha CCM kwa kuwa hakina azma jinsi ambavyo vyama vingine vilikuwa vimeweza kufika makubaliano. Chama hicho cha CCM kitaweza kulazimika kupambana na chama Chadema. Ila mtazamaji wangu, hivi sasa inaonekana kuwa ngumu kwa mpango huo kufanikishwa kutokana na Mheshimiwa Tundu Lissu kuendelea kukamatwa ama kushikililiwa gerezani. Sote tunafahamu kwamba hatua hii iliweza kufurahisha vijana wengi wa Gen Z ambao waliamini kwamba njia pekee ambayo itaweza kuleta faida na mafanikio makubwa katika Jamhuri ya Tanzania iwapo mpango wake Mheshimiwa Tundu Lissu ungeweza kufanikiwa, ya kwamba vyama vingine vyote vya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania isipokuwa chama cha CCM waweze kutupilia mbali fomu ama majina ya ugombea wa urais waliokuwa wameweza kuteuliwa ili waweze kusimama na chama Chadema ambacho Mheshimiwa Lissu aliweza kuamini na hata kuweka hadharani kwamba kipindi na wakati ambapo ataweza kupewa jukumu la kuwania kiti cha urais moja kwa moja, ushindi ataweza kuibuka nao, jambo ambalo liliweza kusababisha Mheshimiwa Tundu Lissu mipango yake kukatishwa ghafla kipindi na wakati ambapo aliweza kukamatwa na kosa la uhaini, ambapo leo hii mahakamani Mheshimiwa Lissu ameweza kupata ushindi
kwa awamu ya kwanza, jambo ambalo linazidi kuwapa Watanzania wengi matumaini na hata imani kuhusiana na Mheshimiwa Lissu kuwania kiti cha urais katika uchaguzi huu wa mwaka 2025. Mtazamaji wangu, kabla niweze kumaliza video hii, sote tunafahamu kwamba kwa nini vijana Gen Z wanazidi kusimama na Mheshimiwa Tundu Lissu? Kwani Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kuweka hadharani bila uoga wote ule yupo tayari vijana Gen Z kuhusishwa katika serikali ya awamu 7 ili na wao waweze kuanza uongozi wakiwa kwa umri mdogo, na hata Jamhuri ya Tanzania kuwa na mwelekeo sahihi wa kuongozwa na vijana ambao katika miaka ijayo watakuwa wameweza kuwa na uzoefu, pia waweze kujali Jamhuri ya Tanzania na sio kuwa watu wa kujali maslahi yao binafsi. Mtazamaji wangu, jambo hili ama kutokana na viongozi wa chama cha CCM kutokuwa tayari kukubaliana nalo, na wao hawana mipango ama kuwa na ajenda kama hizo, ijapokuwa mbeleni waliweza kuahidi kwamba wataweza kuwapa Watanzania uhuru wa kushiriki kupiga kura bila shinikizo lolote lile. Vilevile waliweza kuweka hadharani ya kwamba wataweza kuweka uhuru wa vyombo vya habari na hata usalama kukosoa na hata kupinga viongozi walioko serikalini, jambo ambalo linaonekana kutotimizwa ama kutofanikishwa kutokana na tukio la kusikitisha lililoweza kumkuta Mheshimiwa Humphrey Polepole. Yeye pamoja na Mheshimiwa Gwajima na viongozi wengine wa karibu waliokuwa wakikosoa serikali ya awamu 6 na viongozi wakuu wa chama cha CCM kuwa katika kipindi kigumu katika shughuli zao za siku baada ya siku, kutokana na wao kufuatiliwa na hata baadhi yao kutekwa na watu wasioweza kujulikana, jambo ambalo Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa mstari wa mbele kulikemea. Naam, mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba mambo haya ambayo vijana wa Gen Z wanazidi kuyazungumza katika mitandao ya kijamii inaonekana kuwa ni pigo kubwa kwa viongozi wa serikali ya awamu 6, na ndipo ambapo mapema leo hii tumeweza kushuhudia mtandao wa X kutoweza kufanya kazi vyema katika Jamhuri ya Tanzania. Pia TikTok ni vigumu kwa content creator yote yule kuwa live kipindi na wakati ambapo uchaguzi mkuu unazidi kukaribia. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Ni vyema kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section, ila usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.